wangu. Ndio. Hakika namshukuru sana Mungu kwa muujiza mkubwa aliyotenda kwa mdogo wangu jana. Na siamini kabisa kuwa leo hii amegeuka na amekuwa mtumishi mkubwa. Kweli nimeamini. Kutangulia si kufika. Mke wangu kwa kweli. Hili jala linaniogopesha sana. Na inatufanya tuwe na kazi ya ziada ya kufanya. La sivyo hawa kina Jala utatupeleka hukumuni. Kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Unajua kwa sababu gani? Hukumu yake ni kwamba sisi tulitangulia kumjua Mungu. Lakini hatukumzalia Bwana matunda. Ni kweli kabisa. Na ndio maana maandiko yamesema kila tawi lisilozaa ukatwa, bali tawi lizaalo Bwana ulisafisha lizidi kuzaa sana. Ni kweli usemacho mke wangu. Na kitu kimoja inabidi tuwe na mkakati. Tuwe na mkakati wa kuhubiri Injili. Kuna kitu kimoja nikukumbusha. Unajua sisi hivi tulivyo, tumeokoka, si ndio? Kuna watu ambao walimzalia Bwana matunda. Ni kweli. Yani waliomba, wakatuhubiria, hatimaye na sisi tukawa tumeokoka. Ni kweli. Yani hapa inatupaswa tuweke mikakati thabiti. Na hichi ndicho anachokifanya mdogo wangu Jala. Amejiwekea mikakati na mipango thabiti na ratiba ya kuhakikisha anaenda kufanya Injili. Sasa unakumbuka wale rafiki zangu wale wawili? Nawakumbuka. Yuko Seku, walevi wale, Seku na mwenzake yule Kinjo. Sasa katika huu mkakati inabidi tuanze na watu wale wa jirani. Ndugu zetu wale jirani wale. Sasa mimi naanza nao wale. Ili kwamba tuwalete hawa watu waje kwa Yesu waokoke. Uko sawa. Na hii ndio kazi tulioitiwa. Na ndio maana katika maandiko ile Yohana 15:16 inasema si ninyi ndio nichagua mimi, bali ni mimi ndio nimewachagua ninyi, ili muende mkanizalie matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili lolote muombalo kwa jina lake Baba awapeni. Kwa hiyo kazi kubwa mume wangu iliyobaki ni kwenda kumzalia Bwana matunda. Na ndio maana Jala yuko bize akifanya hii kazi. Amen. Amen. Karibu. Karibu. Vipi? Kulikoni? Nimekuja kukuletea masikitiko yangu. Umeniharibia mimi maisha yangu kwa kuniambukiza mimi HIV. Kwani sikuwahi fanya dhambi hiyo kabla. Zaidi ya siku nilionana na wewe. Naomba usite mazungumzo haya hapa, sawa? Kumbuka hapa ni kwa dada yangu na sio kwangu. Hivyo naomba usiniharibie. Hata hivyo siangalii mambo ya zamani mimi. Hizo ni kauli zinazoonyesha kutokujali kabisa. Kutokujali kabisa. Kwa hiyo, kwa kuwa uyakumbuki mambo ya nyuma, ndio nadharau watu wanaolalamika juu yako. Kumbuka Mungu hadhihakiwi. Mungu hadhihakiwi Jala. Ni wapi nimemdhihaki Mungu? Wapi? Mimi nayoje maisha yako ya kabla? Umeyoje kwa mimi ndo nimekuambukiza ukimwi? Anyway, sikiliza. Mimi naomba nikusaidie mwalimu. Katika maisha, jifunze kutatua tatizo, sio kuongeza tatizo. Unadhani natatua vipi tatizo wakati unaona kabisa nimekufa? Mimi unavyoniona hapa nimekwisha kufa, yani napumua tu. Yani ila ndani nimekwisha kufa.
Kweli nimeamini. Sio kila anayemtumikia Mungu anamjua Mungu anayemtumikia. Kwani maandiko yanasema nini? Sisi tunaishi kwa sheria ya roho ya uzima ulio ndani ya Kristo Yesu, iliyotuweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Ukilijua hilo, hutaona kufa, utaona kuishi. Unaona mepesi sana kwa kuwa hajakukuta Unaona mepesi sana kwa kuwa hajakukuta. Yameshanikuta na nimeyashinda pia. Na kueleza kwa kadri ya ushindi wangu. Huhitaji kumlaumu mtu sasa hivi. Kinachotakiwa sasa ni kutafuta namna ya kupokea uponyaji kutoka kwa Bwana. Wewe unadhani ni rahisi kutoka kwenye janga hili? Unaona mambo ni marahisi kihivyo. Kumbuka hii sio UTI. Huu ni ukimwi. Mchungaji alishawahi kusema, mbele za Mungu UTI na ukimwi vyote ni sawa, na ile damu ya Yesu haichagui ugonjwa wa kupona. Nadhani unahitaji kuwa karibu na mchungaji akusaidie sana mwalimu. Nimeshakaa naye sana na namjua vizuri mchungaji kuliko hata wewe wajuzi. Uwezo kumuelezea sana kana kwamba unamjua sana. Jiwe likataa waashi, kwangu mimi jala limekuwa jiwe kula pembeni. Hakuna kitu kibaya kama kumzoelea mtumishi. Ndio maana sisi tunakuja na kuondoka miujiza yetu mapema. Kati ya kitu cha kushangaza kwenye maisha yangu ni kumwona yule kahaba akihubiri Injili. Ni kitu cha kawaida sana sana. Hata hawa wahubiri unaona wanahubiri Injili leo walikuwa ni makahaba na watenda dhambi huko nyuma. Mungu akiamua kukutumia anakutoa mahali popote pale. Sema wewe hausomi maandiko, ningekupa baadhi ya mifano ya watu wabaya ambao Mungu alikuja kuwatumia kwa viwango vya juu sana kuliko hata yule kahaba uliyemwona na kuhubiri siku ile. Unajua Luma, unaweza usinielewe. Mimi yule namjua na nilishawahi kumnunua mara nyingi sana. Na tulishakuwa marafiki kabisa. Hata leo akiniona ananijua hata kama alikuwa na wanaume wengi. Sasa mbona ukumtia moyo siku ile na ukampita tu kama hamjuani? Niliogopa asije akanikimbilia. Maana yule anajua kumganda mtu mpaka basi. Mimi nilikuwa nampenda. Ila si unajua kahaba tena. Mimi nadhani haya mazungumzo tuishie hapa. Wewe una mpenzi wako Dina. Isijeleta shida. Maana naona unamzungumzia kwa hisia sana. Sio ukaamsha vilivyolala. Viamke mara ngapi? Mimi yule kama ameacha ukahaba wake na muoa hata kesho. Acha mawazo mabaya. Kumbuka wewe Dina umeshamtolea mahali. Hebu kubali mambo mengine ya kupite. Dina ni mwanamke mzuri sana kwako. Acha mawazo mabaya yaliyo ndani yako. Mke wangu. Nikuaje? Leo naelekea kuhubiri Injili. Safi sana. Sasa si unakumbuka wale rafiki zangu wawili walevi wale? Nakumbuka. Sekubamba? Na yule mwenzake yule Kinjo yule. Nakumbuka sana. Sasa nenda kuhubiria neno. Na nitahakikisha wiki hii namzalia Bwana matunda kwa kuwaleta hawa watu kanisani wakiwa wameokoka na wako safi. Nimefurahi sana. Hiyo ndio imani. Imani yenye matendo ndio hiyo. Unaamini afu unakiendea kile unachokiamini. Safi sana. Nikwambie kitu. Leo shetani lazima anyoshe mikono yake juu. Mwendo wa mateka. Amen. Kila la heri mume wangu. Ila nini tena? Uwe makini unapoenda huko. Usije ukaenda ukayarudia matapishi yako. Na unapoenda huko na kuomba uwe hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. La sivyo utawezwa na mkuu wa anga. Unajua mume wangu,
Shetani ni kama simba ngurumaye, wakati wote anamtafuta mtu ammeze. Unaelewa hiyo? Sasa mke wangu, unajua mimi ni shujaa. Najua. Na nimezivaa silaha zote za Mungu. Naelewa. Sasa maneno yako yananikatisha tamaa. Nakupa angalizo mume wangu. Sikia. Leo hii Goliati anaenda kukatwa kichwa kabisa. Sha! Amina. Amina. Na kuhakikishia nitarudi na ushuhuda. Amina mume wangu. Amen. Acha nikutie moyo nisije nikakukatisha tamaa. Haleluya. Kwa heri baby. Amen. Amina. Yule binti ni msichana mzuri sana, ila sema tu alikuwa ni kahaba. Ila kama ukahaba ameuacha, mimi nataka yule kabisa nimuoe. Huyu Dina sio saizi yangu. Huyu binti ndio mwenyewe. Nadhani umefurahishwa na mimi leo, si ndio? Nimefurahishwa sana na wewe. Okay, basi nipe changu niondoke. Si unajua mambo ni mengi muda mchache. Kaa kidogo, kuna haraka ya kwenda wapi? Wewe hujui na haraka kwenda wapi? Anyways, nikibaki utaniongeza shilingi ngapi? Haina neno. Basi wewe nenda. Nitapambana mpaka nimpate. Tatizo jina lake silijui, ili mradi sura naijua, nitampata tu kwa gharama yeyote. Yaani muda wote nilikuwa na njaa tunakula. Sijapata muda wa kuiangalia nyumba vizuri. Nimetokea jicho shogangu lilivyoingia, nimeangaza kila kona. Sandra. Sandra. Abe. Sandra unaishi. Yaani unaishi, wengine wanaishia. Si shogangu tunasindikiza. Tunasindikiza. Mimi ndio mama wa nyumba hii. Mmeshakula, mmeshiba. Kilichobaki mama mwenye nyumba kazungumza. Cheers kwa tajiri Sandra. Ni kunywa vinywaji tu na kuangalia movie mpaka tuchoke sisi. Kave tuko kwenye jumba la sinema vile yani. Jumba ndo kama hili ndugu yangu unavyoliona. Ile tunaingia ndani ndugu yangu, umeona hayo magari yalopaki nje? Unajua mimi mwanzo nilizania hadi kumbe yale yote magari yenu. Shoga yangu ushindwe wewe. Sikilizeni marafiki zangu. Mashost. Mimi hayo yote nayajua. Nilichokosaga mwenzenu ni mume tu. Yeye muda wote ni maombi. Hataki hata starehe yoyote. Kila kitu kwake ni dhambi. Hata kuangalia movie hivi kama tunavyoangalia sisi ni dhambi. Yaani nikiwa naye ni kama niko mbinguni mie. Kwa ni haleluya zinaimbwa hata haleluya. Ndugu yangu mapambio. Mume wangu. Karibu. Shikamoo shemeji. Bwana Yesu asifiwe mchungaji. Kristo. Amen. Sandra.
ukienda kwa watu ukaona wanaitana hivyo, Nenda kutuagizia labda vinywaji vingine shogangu, tusiogope bwana wewe mkula bwana wewe. Salome. Sandra. Uliona ile mkono? Utafikiri kwa tajeshi ka? Okay. Hebu tusubiri mwanangu. Hivi mke wangu, ni mara ngapi nimekuwa nikikuonya juu ya hawa marafiki usiofanana nao kabisa? Hivi hujui kwamba wewe ni mama mchungaji? Hawa wanafanana na wewe hawa? Mume wangu, wewe unajua fika hawa ni marafiki zangu wa siku nyingi sana. Hata kabla hujanioa walikuwa bado ni marafiki zangu, na sasa wamekuwa kama ndugu kwangu. Shida ni nini? Hakuna asiyekataa, lakini lazima watu wafanane na wewe. Lazima uwe na marafiki wanaoendana na hadhi yako. Hawa sio hadhi yako. Unielewi? Wewe unielewi? Inatakiwa uwe na aina ya marafiki fulani hivi ambao hata watu wakikuona wanasema yes, hawa ni marafiki wa mama mchungaji. Wamebeba ushuhuda. Kwani wewe kanisani kwako unahudumia watu wa aina gani? Wewe kanisani kwako unahudumia watu wa kila aina. Ila mimi unataka niwe na aina fulani hivi ya marafiki. Sikia mume wangu, usitake nikukosea adabu. Ila kama unataka niwe na aina fulani ya marafiki, basi na wewe ukawahudumie watu wa aina fulani. Ninaona sasa inakuwa ngumu kuelewana. Na nakuelekea itabidi nichukue hatua kama baba wa familia, kuliko wewe kuwa na marafiki wa hovyo wa namna hii. Na moja hatua nitakayochukua ni pamoja na kuwatimlia mbali, kuwafukuza kabisa wasikanyage hapa nyumbani. Kama utawafukuza wa kwangu, na wa kwako hata ingia hata mmoja, hii inaitwa haki sawa kwa wote. Kwani binadamu wote tuna haki sawa. Haki sawa. Okay. Nadhani kuna haja ya kutafutia marafiki wanaofanana na wewe, kwa sababu wewe hujawajua bado marafiki wanaofanana na wewe. Sawa, unaweza kaenda. Nimewaita hapa Sada na Lisa. Nataka mnisaidie jambo moja. Najua mmekuwa mkikiri sana kwamba nimefanyika baraka kwenye maisha yenu kwa namna mbalimbali. Lakini na ninyi leo nataka mfanyike baraka kwangu. Nataka mnisaidie. Usijali kabisa baba. Tupo tayari. Tutume popote, tutaenda kwa msaada wa Bwana. Amen. Amen. Ninataka niwatume nyumbani kwangu kwa mke wangu. Baba tutume. Okay. Mke wangu ana upweke mkubwa sana, ambapo hata ukiangalia unaona anahitaji marafiki. Na nilipoangalia tu kwa haraka nikaona ninyi mnaweza mkawa marafiki sahihi sana wa mke wangu. Ndio maana nataka niwatume huko. Hilo baba limeisha. Tuagize jambo lingine. Lakini kwa hilo tuko tayari hata sasa. Na tumefurahi. Tumekuwa na maswali mengi sana baba mchungaji. Tunajiuliza, mbona mchungaji anamfungia sana mama mchungaji, na wakati kanisa linamhitaji sana? Nadhani itakuwa imeisha sasa. Swali hilo
litakuwa limeisha, limepatiwa jibu. Kwa sababu mtakapoenda na kwa marafiki, najua mtapata majibu yote. Asante sana. Mungu abariki sana. Amen. Amen. Kuna mtu anapitia maisha ya hofu na ya mateso kama mimi. Mungu nisaidie tu. Nahisi mwisho wangu umefika. Hakika nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza. Na imani nimeilinda. Ni bora nife tu kuliko kuteseka namna hii. Luma, nimekuja kwako kama rafiki yangu wa dhati, kuja kukupa taarifa. Sija kuomba ushauri juu ya nilichokiamua kwenye moyo wangu juu ya yule msichana aliyekuwa akihubiri ile siku ile. Niambie, kuna nini? Mimi naona yule ndio mke wangu ambaye Mungu amenipangia niwe naye, si huyu Dina. Hivyo natarajia kwenda kumtolea mahari. Na mahari niliyoitoa kwa Dina, mimi naisamehe kabisa. Jay, mbona kama unakurupuka sana? Una uhakika uamuzi uliochukua ni sahihi kweli? Ndio maana nimekuja kwako kukupa taarifa. Maana yake nina uhakika wa kile ninachokuambia. Sawa. Nakutakia kila laheri. Yule binti anaitwa nani? Na anakaa wapi? Simjui jina. Na wala sijui anakaa wapi. Ila nachojua, dunia ni kijiji. Nitamtafuta, nitampata tu. Na nakuhakikishia nitamuoa. Na wewe ndio utakuwa mwenyekiti wangu wa kamati ya harusi. Nimeshakuchagua tayari. Jay, naona kabisa unakwenda kuchanganyikiwa. Ila kwa kuwa umesema hautaki ushauri, wacha nikuache. Lakini mimi ni mtu wa rohoni. Nitakuombea tu kwa Mungu akupe neema. Hapo sasa ndio utakuwa rafiki wa kufa na kuzikana. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episode hii uliyoiangalia. Endapo ungetamani kusupport huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza kusupport huduma hii ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo account number yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukrani na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Miamba.